sitaki niletewe malalamiko ya mtu, udhaifu wa mtu, wala kasoro za mtu. Ni mapokezi yaliyoanzia Gymkhana hapa visiwani Zanzibar ya kumpokea naibu katibu mkuu CCM Zanzibar Abdi, ambapo ni mara baada ya uteuzi uliofanyika siku chache zilizopita, na hapa akizungumza na mamia ya wana CCM waliojitokeza kwa kumpokea hadi kufika makao makuu ya ofisi za Chama cha Mapinduzi Kiswandui, alisema moja kati ya mambo ambayo anakwenda kuyasimamia ni kuhakikisha kwamba wale wote wanaojipendekeza kwake kwa ajili ya uchaguzi unaokuja, ametoa tahadhari kwa wale wote ambao wanaotaka kutia nia ya kujipendekeza kwake. Tutakusanya kasoro zote, lakini kwa wale wanaofanya vizuri tutakusanya uimara wao. Tutaleta kwenye vikao vya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa. Alifanya vibaya tutamshtaki katika kikao cha halmashauri kuu ya taifa, ili mtu huyo aondoke, asiletee malalamiko katika eneo lake. Yoyote mtu anakuja ofisini kwangu aje alete ushauri, maoni na mambo ambayo anayaona tukiyafanya tutaendelea kuwa imara, kuwa wamoja na kuwa mshikamano. Lakini sitaki niletewe malalamiko ya mtu, udhaifu wa mtu, wala kasoro za mtu. Tuletewe mambo ambayo yatatuwezesha sisi tukajenga chama chetu, tutakimarisha na kwa pamoja tutasonga mbele. Ndugu zangu, mwakani kuna uchaguzi wa chama. Katika uchaguzi mkuu wa chama tutakuja tutaelezana katika maeneo mengine, lakini nawaomba wana CCM wote, kila mtu ana haki ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Lakini la mwisho kabisa kwa leo na kwa muda huu kwa sasa, watia nia, naomba sana wasije wakatangaza nia ofisini kwangu. Naomba watia nia waendelee kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu muda wa uongozi bado haujatangazwa kwenye chama chetu. Utapofika muda wa kugombea utatangazwa, kama kipo kipengele cha kuweka nia kitawekwa huko, lakini kwa sasa hivi naomba sana watuachie tuendelee kufanya kazi iliyotukuka, ili chama chetu kiwe imara na kizidi kusonga mbele. Ndugu Abdi Mahmud mimi namfahamu vizuri sana, katokea katika wingi yetu ya vijana, na mimi ni kijana, niko under 40. Kwa hiyo namfahamu vizuri, ni mtu ambaye unaweza ukaja ukamsema mtu ofisini leo, kesho akakuita tena ukaja ukamkuta ule msema yuko kwenye kiti pale, halafu akakutaka wewe uyatamke yale uliyozungumza jana. Kwa hiyo mimi hilo ndo nalofurahia. Yupo mzee wetu, mzee Haruna yuko kama hivyo. Kwa hiyo huo ndio mguu wa ndugu yetu Abdi Mahmud. Kwa hiyo mimi nimefurahi, na kwa niaba ya wananchi wa Kaskazini Pemba, hususan wanachama Chama cha Mapinduzi, tumechukulia vizuri sana huu uteuzi, na insha Allah kama alivyosema mwenyewe, haya majungu kujipendekeza huku kutapungua kwa kiasi kikubwa, kutazidi kupungua kama alivyofanya mwenziwe mtangulizi, lakini kwa sababu yeye ni kijana, ni simba lina nguvu zaidi, litafanya zaidi, kama ulivyomsikia pale kwamba hataki kusikia kwamba mimi nataka nafasi hii katika ofisi yake. Nenda kawatumikie wana CCM huko, wakuone kama anavyofanya Chuma Salim Wagando. Mwisho wa siku kura zitakuja tu, haina haja kujipendekeza kwa viongozi. Kwa hiyo hilo ndio lazima kuzungumza, lakini inshallah Mwenyezi Mungu amlinde, amtie nguvu, aendelee kuwasaidia mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na makamu wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, lakini pia Mwenyezi Mungu aendelee kumtia nguvu mstaafu Dimwa nitamkumbuka kwa jambo moja kubwa sana, kupokea simu na kujibu message kwa wakati. Ni viongozi wingi sana hawapokei simu na kujibu message kwa wakati, wapo hususan wa ngazi za kati hapa, lakini Dimwa alilisimamia hilo. Natumai sana ndugu yetu Abdi Mahmud ataweza kulifanya hivyo, na sio message za umbea wala nini, message za kukiboresha chama, hususan sisi kule Pemba.